tunao mpango kabambe wa kuendeleza kilimo awamu ya pili ambao umejikita katika maeneo mahususi kama matatu: eneo la matumizi bora ya ardhi na maji, lakini eneo la kuongeza uzalishaji na tija, lakini eneo la kuongeza thamani ya mazao na masoko. Hasa haya yote yanawezekana tu iwapo tutakuwa na kilimo ambacho ni endelevu. Lakini sambamba na hilo, tumepitia mifumo mbalimbali ambayo tunategemea kuibadilisha mifumo hiyo ili iendane sasa na mahitaji ya wakati tulio nao. Tunapitia mifumo hiyo, mingine tumeshaizindua rasmi, ikiwemo kurekebisha, ikiwemo usajili wa wakulima, ambapo tunataka tuwe na kazi data ambao wakulima wote nchi hii tutaweza kuwatambua na tunaweza kujua sasa huyu mkulima analima mazao gani, kuliko ilivyo hivi sasa kila mtu anajiita mkulima, lakini hata mazao anayolima unakuwa huwezi kujua, au analima eneo lenye ukubwa kiasi gani, inakuwa ni vigumu kulijua. Sasa hii yote tumeamua kuiweka katika mabadiliko makubwa ambayo tunayafanya, lakini tumeamua kuanzisha bima ya mazao ili kusudi kuweza kujikinga na madhara mbalimbali ambayo yanajitokeza katika kilimo, kusudi magonjwa ya mlipuko, ukosefu wa masoko, lakini ukame na mambo mengine yote, tuhakikishe kwamba mkulima anakingwa na haya mambo mengine yote. Kwa hiyo basi, ndio maana mimi nasema natambua kwamba jitihada hizi ambazo tumezifanya za kuandaa mkutano huu muhimu wa taifa letu ni mkutano ambao umekuja kwa wakati, na kwa kweli umekuja kwa ajili ya kutetea maslahi mapana ya wakulima na usalama na uhakika na usalama wa chakula hapa nchini. Kwa hiyo nitumie kwa utaratibu huu, kwa sababu tunapitia kupya mambo yote na haya yote yataingizwa. Ni matumaini yetu kuwa sasa maoni mtakayoyatoa leo na mtakayojadiliana, basi tutaweza kuyaingiza katika sheria mpya ambayo tunategemea kuitunga hivi karibuni. Napenda kuhakikishia kuwa serikali yetu inatambua mchango wa kilimo hai hapa nchini, na hususan kufikia maendeleo endelevu, yani sustainable development goals, ambayo ndio msingi mkubwa wa utekelezaji wa swala la kilimo, swala la chakula na usalama wa chakula. Aidha, kipekee natambua mchango wa asasi ya kuendeleza kilimo hai nchini kwa kuwaleta pamoja wadau zaidi ya 200 wakiwemo waheshimiwa wabunge ambao tuliachana hivi karibuni. Nimefurahi sana kwa kuta kwamba umekuja, hongereni sana. Lakini pia wawakilishi wa viongozi wa mikoa na wilaya ambao wako hapa, wakulima, asasi za kiraia, watafiti, wataalamu, walaji, wadau wa maendeleo, sekta binafsi na wanahabari wote kwa pamoja. Na uhakika kuwa mkusanyiko huu ni chachu ya kubadilishana uzoefu na kutafakari mikakati mbalimbali itakayowezesha kuendeleza zaidi kilimo cha kiikolojia na kilimo hai hapa nchini. Ndugu washiriki, hakika kazi yenu ni njema sana. Niwapongeze ninyi, lakini wadau wenzenu kwenye mradi wa utafiti na ushawishi wa kilimo hai, yani research and advocacy for agroecology, kwa kubuni mradi huu wenye lengo la kufanya utafiti na kufahamisha umma kutumia mbinu za kiteknolojia zinazopendekezwa kutokana na utafiti huo. Nimearifiwa kuwa mradi huu unahusisha taasisi zikiwemo Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine, yani SUA, Sustainable Agriculture Tanzania, Swiss Aid Tanzania, halmashauri za wilaya za Bagamoyo na Masasi na Toamu na Tanzania Alliance for Biodiversity. Rai yangu kwenu ni kushirikiana kwa dhati ili kuleta matokeo ya malengo ya mradi huu. Ndugu washiriki, nafahamu miradi mbalimbali ya kilimo hai inayotekelezwa hapa nchini sambamba na uwekezaji wa kifedha na rasilimali nyingi ili kuongeza uwezo katika uzalishaji, utafiti, masoko, sera na mipango katika kuendeleza kilimo hiki. Nitumie fursa hii kulipongeza Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO, balozi wa Ufaransa nchini, Shirika la Maendeleo ya Ufaransa AFD, EU, SDC, AFD, LED, SIDA, SESO na shirika la Roslax Foundation kwa programu zao za kuendeleza kilimo ekolojia. Programu hizi zinatoa mchango mkubwa katika kufikia malengo ya mpango wa awamu ya pili
ya uendelezaji wa kilimo Tanzania, yani ASDP2. Pia nizishukuru taasisi hizo pia kwa kudhamini kongamano hili muhimu ambalo limekuja kwa wakati mwafaka. Hongera sana kwa kudhamini kongamano hili. Ni zaidi kwamba nchi nyingi duniani zinajadili na kuweka mikakati ya kuendeleza kilimo hai. Mwaka 2010 Umoja wa Afrika kupitia marais wake umepitisha azimio la mpango mkakati wa kilimo hai. Imekuwa sasa ni kuendeleza hiyo ajenda yake kwa muda wa miaka 50 ijayo, yaani mpaka hadi itakapofika mwaka 2063, na kuzitaka nchi zote kuchukua hatua kutekeleza azimio hili. Katika kufikia azimio hili la Umoja wa Afrika, serikali ya Tanzania na wadau tumefanikiwa katika nyanja zifuatazo. Moja, kuwa na sera ya kilimo inayohusisha kilimo hai kwa upana wake na uwezeshaji na uwekezaji kwenye viwanda vinavyochakata mazao ya kilimo hai. Hii inaendana sambamba na jitihada za serikali ya awamu ya 5 chini ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. John Joseph Pombe Magufuli ya kutaka Tanzania ifikie uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Lakini pia kupitia kwenye sera yetu ya viwanda, ambapo tunataka sasa nchi ya Tanzania iwe ni nchi ya viwanda ifikapo mwaka 2025. Tumefanikiwa pia kuanzisha dawati la kilimo hai katika idara ya maendeleo ya mazao katika wizara yangu kufikia idadi ya wakulima ili kuweza kufikia idadi ya wakulima na wafugaji 149 waliothibitishwa na kuingia katika fursa ya masoko ya bidhaa za kilimo hai kimataifa. Lakini pia wazalishaji kwenye maeneo ya hekta takriban 278, haya yote yamekuwa yakijihusisha na kilimo hai. Lakini niseme tu kwamba nimesikiliza maagizo, mimi naita maagizo ya mwenyekiti wa kamati ya bunge ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kutuagiza wizara tuhakikishe kwamba hili tunalizingatia, na nimesikiliza maelekezo na maoni ya wadau wanaosema kwamba isiwe kakitengo, ikiwezekana ikuwe sasa, na mimi nasema kwamba hili tutalichakata ndani ya serikali tuone kwamba sasa tunaipa uzito unaostahili, ikiwezekana ifikie kuwa ni kurugenzi ambayo inajitegemea. Kwa hiyo jitihada hizi za serikali ya awamu ya 5 kama nilivyosema zimefanikiwa sana, na sisi tunasema kwamba tutahakikisha tunaunga mkono ili tuweze kufikia malengo yale tuliyokusudia. Nimeambiwa kuna zaidi ya wakulima 500 ambao sasa kwa utaratibu huu wamejengewa uwezo chini ya mfumo shirikishi wa udhibiti wa ubora, yani Participatory Guarantee Scheme, kwa ajili ya soko la ndani na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na mimi nakubali kabisa kuna soko zuri sana la ndani sasa hivi ambao limejitokeza, ambao watu wengi wanahitaji vyakula ambavyo sasa ni organic, vyakula ambavyo havina sumu, na magonjwa mengi ambayo yametokea katika maeneo mengi sasa hivi yanatokana na hivi vyakula ambavyo tunakula vinakuwa vimezalishwa katika kwa kutumia madawa ya viwandani. Nina uhakika kama kweli wote tukizingatia lishe, tukala vyakula vile ambavyo vina usalama wa kutosha, hata magonjwa mbalimbali yataweza kupungua, na hivyo hata umri wetu wa kuishi hapa unaweza ukaongezeka zaidi. Aidha, nimeambiwa kwamba kilimo hai duniani katika mataifa mbalimbali kinakuwa kwa kasi kubwa. Inakadiriwa kuwa soko la bidhaa na mazao ya kilimo hai duniani ni wastani wa euro bilioni 89. Hii ni fursa kubwa kwa nchi yetu kuchangamkia fursa hii. Nimeambiwa kuwa Tanzania ni nchi ya 3 kati ya nchi 5 barani Afrika zinazoongoza kwa kuwa na eneo na idadi kubwa zaidi zilizothibitishwa katika mfumo wa kilimo hai, ikiongozwa na Uganda na Ethiopia na kufuatiwa na Kenya na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kufuatia kupitishwa kwa mtaala mpya unaojumuisha stadi na programu za kilimo hai katika vyuo vyetu vya mafunzo ya kilimo na vyuo vikuu ikiwemo SUA, tunatarajia idadi hii ya watu itaongezeka sasa maradufu. Vyama vyetu vikuu vya ushirika, yani KCU, KNCU na KDCU pamoja na vyama vingine na makampuni kama Biole, Biosustain, Bioland na Oran watawezesha nchi yetu kufikia haya